Kwa majina naitwa Jumanne Sengo Misungwi, ndiye diwani wa kata ya Rudete, na nafikiri tutoka asubuhi kuanzia saa 1 niko kazini, na hii kazi ndio walionituma wananchi. Wananchi kazi yao ni kuwasemea na kuangalia changamoto zao, na sasa hivi tuko kwenye utengenezaji wa barabara, na mimi mwenyewe niko front toka saa 1, na ndio maana hata ukiniangalia niko kikazi zaidi, na kama kauli mbiu tunavyosema kazi na utu, tunasonga mbele. Kwa hiyo niko kikazi zaidi, na mnavyoona toka asubuhi sijanywa chai, na tunapambana na mwenyekiti na tuna wananchi baadhi tuko nao, tuko na mtendaji wa kata. Kwa hiyo sisi tunafanya kazi kwa ajili ya kutoa tabasamu, kama mama yetu anavyosema, anahitaji tabasamu kwa wananchi wake, anahitaji tabasamu kwa Watanzania wote. Na kweli leo ni siku ambayo imekuwa ya tabasamu, maendeleo yanakuja kwa kasi, na niseme tu kwamba nikishukuru na chama changu cha Mapinduzi kwamba kwa kuweza kwanza kuniteua na siwezi kukiangusha, na tutafanya kazi kwa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kimsingi kazi inayofanyika ni ya kuweza kulima barabara ambayo ina zaidi ya kilomita 6. Ndio. Lakini safari ya ujenzi wa barabara hii ilianza tangu tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka 2024, ambapo mwenyekiti wa kitongoji aliweza kuhamasisha wananchi ili kuweza kujitolea kuweza kulima barabara hii. Kwa ni wananchi wao wenyewe kwa nguvu na jitihada zao waliweza kutengeneza barabara hii kwa kuweza kulima kwa majembe ya mikono. Ndio. Na kwa kipindi cha miaka yote miwili sasa tulikuwa tunapambana huko na huko kuweza kupata greda ambayo inaweza likalima barabara hii. Lakini Mungu ni mwema. Leo tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka 2026, takriban miaka miwili sasa, tunaona sasa jitihada kubwa za mheshimiwa diwani wetu wa kata Rudete, Mheshimiwa Jumanne Sengo Misungwi, ambaye pia ni mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Geita, ameweza kujibu kile kiu cha wananchi cha tangu tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka 2024. Ameweza kujitolea greda na katapila hili ambalo sasa linaweza kuikwangua barabara hii na kuweza kuifanya iweze kuwa barabara nzuri ambayo inaweza kupitika kwa wakati wote. Kwa kifupi, tunamshukuru mheshimiwa diwani kwa kuweza kuona na kuweza kujibu sasa ile kiu ya wananchi ambao walikuwa nayo ya kuweza kulima barabara hii. Pengine unatamani pia miradi gani iweze kufanyika katika kuikumbusha serikali juu ya utekelezaji wa baadhi ya miradi ambayo nje ya miundombinu ya barabara, kuna idara ya afya, kuna idara ya elimu, pengine yapo mahitaji ndani ya kata ya Rudete ambayo serikali pia inaweza kuikumbusha juu ya utekelezaji huu? Mimi kama msimamizi wa shughuli za serikali katika kata ya Rudete, kimsingi kila kitu kiko katika njia ambayo iko katika mstari wake. Mpaka sasa hivi miradi yote kwa upande wa sekta ya afya, sekta ya elimu na miundombinu mingine, miradi yote ina fedha na inafanyiwa ukarabati, na ile ambayo inahitaji utengenezaji mkubwa iko katika kazi hiyo. Kwa kifupi, viongozi ambao waliweza kuchaguliwa hususani mheshimiwa diwani wa kata hii wanapambana kwa kiwango kikubwa. Mfano, hapo pembeni kuna zahanati ya Ibondo. Ndio. Zahanati hiyo tayari mheshimiwa diwani kwa fedha zake na bajeti yake ameshajitolea fedha kwa ajili ya kuweza kujenga na kukarabati nyumba ya watumishi, ili sasa wale wanaokwenda kupata huduma wasije wakawa wanajenga zile hoja kwamba hatuwezi kumpata mganga, kwamba mganga hana nyumba kuweza kuishi. Sasa nyumba inakwenda kupatikana. Kwa katika sekta ya afya mambo yako vizuri, lakini kwa upande wa elimu kuna daraja hilo ambalo ni chonganishi ambalo lilikuwa linakwenda shule ya msingi Malamawazo. Tayari mheshimiwa diwani ameweza kulifanyia kazi na tayari barabara itaweza kupitika. Lakini vile vile tayari kuna fedha zimeshapatikana za uwezo kujenga matundu ya vyoo katika shule ya msingi Malamawazo. Ukienda hapo Kagega tayari kuna ujenzi wa vyumba viwili vya madarasa. Mheshimiwa diwani kwa support yake aliweza kutoa matofali ambayo ameweza kufanikisha ujenzi wa shule ile, vyumba viwili vya madarasa ambayo katika hatua za mwisho kuweza kukamilika. Kwa kifupi, kazi kubwa inafanyika katika kata hii, na tumshukuru mheshimiwa diwani kwa support yake kubwa na maono makubwa alionao kwa wananchi wa kata ya Rudete. Asante, nikushukuru sana afisa mtendaji kata ya Rudete. Kweli kwangu binafsi tu kwa niaba ya wananchi wa Ibondo nashukuru sana. Kwa majina naitwa Corneli Petro, mwenyekiti wa kitongoji cha Ibondo. Nashukuru sana kwa hatua hii na sura hii ambayo sasa hivi inaonekana katika eneo hili la Ibondo, na hasa ni kupitia katika uongozi ambao uko madarakani, mheshimiwa rais, mheshimiwa diwani. Kwa kweli wanafanya kazi kwa kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Tangu Ibondo iwepo, leo ndio tunaona greda linapita kwa ajili ya kukwangua barabara. Na kwa kweli wananchi wa maeneo haya kitongoji cha Ibondo na kweli hawataisahau serikali ya awamu hii. Ndio, labda pengine wamepokeaje ujio wa greda hii na mafanikio haya makubwa ambayo hawakuwahi kuyapokea kwa miaka mingi? Yaani wamepokea kwa furaha sana. Ndio maana kila sehemu tunapopita unaona wananchi wanatupungia mikono na wanatupigia vigeregere kwa ajili ya hatua hii ambayo tayari inaonekana. Sawa. Kwa kweli. Sawa. Na wangetamani kipi zaidi kiendelee kufanyika? Sana wanachotamani kiendelee kufanyika
uwe ni mwendelezo. Kama kauli ya rais wetu kwamba kazi iendelee. Sawa sawa. Basi kama ni leo hatua hii imeonekana, lakini bado tena baada ya miezi hata mingapi rais aendelee kukumbuka kupitia waheshimiwa madiwani. Ndio, nimeona pia madaraja yanaendelea kujengwa na kuboreshwa. Daraja ambalo linavuka kwenda shule msingi Imara Mawazo pale wanafunzi walikuwa wakisumbuka kwa miaka mingi. Wamelipokeaje wananchi? Yaani ndio maana tulipofika tu walipomwona mheshimiwa diwani ndio wamempokea kwa shangwe. Sawa. Kwa hiyo kilikuwa ni kilio cha siku nyingi, lakini leo kinaenda kujibiwa. Naanza kupitia mheshimiwa Misungu ambaye ni mwenyekiti pia wa halmashauri yetu ya wilaya ya Geita. Sawa sawa. Unatuma salamu gani kwa mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan? Mimi niseme tu kwamba katika miaka hii mitano ya uongozi wake Mungu aendelee kumpatia afya. Amina. Lakini pia aendelee kutupatia sisi maendeleo kama ambavyo tayari ameshaonyesha hii sura. Naitwa Godfrey Kiomba Mayombo. Ndio, najisikiaje kupokea maendeleo haya? Naona excavator iko barabarani sasa. Nafurahi sana. Mheshimiwa diwani wetu. Ndio. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio. Kutetea diwani wetu, kutetea maendeleo. Hasa diwani wetu tunashukuru sana. Ndio. Naitwa Balozi Budeba Kasonoku Budeba. Sawa. Shina namba 3 Imara Mawazo Center. Basi ni nzuri sana. Karibu sana asante sana. Ya 15 nyuma Ibondo. Paris hajawahi kuipata. Eti. Kama mnatengenezewa barabara ambayo itatoka Imara Mawazo. Unajua kama mheshimiwa diwani aisimamia, lakini hizi zote ni nguvu zake rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Na ni kutoa tabasamu kwa wananchi wake. Na ndio kama unavyoona wanatabasamu. Nguvu kazi kwa nani? Kwa rais wetu. Kilio ambacho nimekipeleka kwake na amekisikia. Na kazi imeanza kufanyika na alisema kabisa kwamba waambie na wananchi Barozi kwamba anataka tabasamu kwa wananchi wake na waendelee kupiga kazi. Sasa hivi tumeshakuwa yani sawa. Hakuna cha kusomea wala nini wala. Hata tukivaa zile sare zetu siku zingine bidii unavaa sare. Hawa nao mabarabara yako hivi. Lakini sasa hivi leo kijiweni pale yani watanikoma. Lakini pia usisahau kuwaambia rais ametoa tabasamu kwa wananchi wa Imara Mawazo, wananchi wa Ibondo na barabara ndio mnaiona hii. Kwa hiyo sisi tupo kama wawakilishi na tupo kama kumsaidia kusema mawazo ya wananchi kuyapeleka kwake, na rais wetu ni msikivu na amesikia kilio chenu. Samia oye!